Haleluya. Ni mwimbaji wa nyimbo za Injili na ni mhubiri wa Injili. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bila kuharibu muda, ningependa kwa dakika chache mahali ulipo ukanisikilize ili tukaweze kula pamoja neno la Bwana ambalo ni uzima. Haleluya. Amen. Anasema ya kwamba neno lake ni taa ya miguu yetu. Kwa hivyo mahali kuna neno la Bwana kuna mwangaza. Fungua Biblia yako katika kitabu cha Yohana wa kwanza mstari wa kwanza kuanzia kifungu cha kwanza mstari wa 5 mpaka wa 10. 1 John chapter 1 verse 5 to 10. 1 John chapter 1 verse 5 to 10. Na nitasoma. Na hii ndiyo habari tuliyoisikia kwake na kuihubiri kwenu, ya kwamba Mungu ni nuru, wala giza lolote hamna ndani yake. Tukisema ya kwamba twashirikiana naye, tena tukienda gizani, twasema uongo, wala hatuifanyi iliyo kweli. Bali tukienda nuruni, kama yeye alivyo katika nuru, twashirikiana sisi kwa sisi, na damu yake Yesu mwana wake yatusafisha dhambi yote. 8. Tukisema kwamba hatuna dhambi, twajidanganya wenyewe, wala kweli haimo ndani yetu. Tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na haki, hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Amen. Neno la Bwana linazungumza kuhusu nuru na giza. Bwana Yesu asifiwe. Kila mtu anajijua vizuri. Kila mtu anajielewa kuliko mtu yeyote. Mahali hapo ulipo unajijua kuliko hata serikali. Mahali hapo ulipo unajijua kuliko mtu yeyote. Wala hakuna mtu anajua ukweli wako sana kuliko wewe mwenyewe. Ikiwa umeokoka, unajua wazi kuwa umeokoka. Ikiwa wewe ni mwana wa nuru, unajua kweli wewe ni mwana wa nuru. Ikiwa wewe ni mtenda mabaya, unajijua wazi kabisa kuwa wewe ni mtenda mabaya. Haina haja ya mjadala, kwa sababu hiyo nayo unaijua kabisa. Maandiko inasema ya kwamba ikiwa twasema sisi hatuna dhambi, twajidanganya wenyewe. Ningependa nikwambie siku ya leo, kila mwanadamu ameumbwa na mapungufu yake. Kila mwanadamu ameumbwa akiwa mwenye dhambi. Kila mwanadamu, hakuna aliye mkamilifu chini ya jua. Lakini Yesu, Mungu akiwa mbinguni, akaona kuna tabu chini ya jua, ya kwamba mwanadamu amekuwa mwenye dhambi, ya kuwa dunia inaelekea kuangamia kwa dhambi, wala hakukuwa na chochote cha kumwokoa mwanadamu. Mungu akaamua kutuma mwanawe wa pekee Yesu Kristo ashuke duniani kwa ajili ya kufa, kwa ajili ya kumkomboa mwanadamu. Kitambo watu wakifanya dhambi walikuwa lazima wachinje kondoo ili watakase. Kitambo lazima watu watoe sadaka za kuteketeza kwa ajili ya utakaso. Lakini Mungu akasema sadaka za wanyama hazitoshi. Kuna damu ambayo peke yake ni ya mwanangu, ambayo ikimwagika mahali imemwagika itaokoa dunia nzima. Kuna watu wao wanauliza ya kwamba hii damu ilikuwa dramu ngapi? Wengine wanauliza ilikuwa ni bahari ama ilikuwa ni damu ya mitungi. Nimekuja nikwambia kuna utofauti ya damu ya mwana wa Adamu na damu ya mtu. Kuna tofauti ya damu ya mwana wa Adamu na damu ya wanyama. Hii ni damu yenye udhamana usio wa kawaida. Hii ni damu yenye nguvu zisizo za kawaida. Na jina la Yesu sio jina kama lingine lolote. Maana ni jina wakati tunaliita magonjwa yanaondoka. Ni jina ambalo tukilitaja watu wanapona. Wenye dhambi wanakuwa watu wazuri. Nimekuja nikwambia ya kwamba nimekuletea jina moja ambalo ni jina la Yesu Kristo, ambalo ukiliita mahali popote alichagui. Hata kama uko katika magwe unalewa,
Ukiita jina la Yesu litakufikia. Ukiita jina la Yesu litatatua shida zako. Ukiita jina la Yesu litaleta suluhisho kwa ndoa. Nimesema jina la Yesu ni kiboko. Hakuna jambo ambalo linashinda. Jina la Yesu ni ngome. Maandiko yanasema wanaoliita lile jina wote wanakuwa salama. Najua watu wamekuwa katika stress, mahali ambapo watu wamefikia, watu wamejawa na depression kwa ajili ya kupambana na maisha. Wanauliza tutafanya nini? Nimekuja nikuletee suluhisho ambalo ni jina la Yesu. Hautahitaji kuombewa, hautahitaji kubeba fagio, hautahitaji kubebeshwa chumvi, hautahitaji kwenda kwa waganga, hautahitaji kwenda kwa mamaomba. Unahitaji jina la Yesu. Mahali ambapo ulipo unaweza kuomba na shida zikaondoka kwa jina la Yesu. Bora unajua jina la Yesu, bora unamtaja Yesu, bora Yesu ako ndani yako. Nimekuja nikwambie mwanike huyu Yesu ndani yako. Nimekuja nikwambie mkaribishe ndani yako. Usikuwa na wasiwasi. Watu walio na Yesu ndani yao ni watu ambao wana wasiwasi. Sababu mwisho wa siku wanajua mahali wanaenda kukimbilia. Maandiko yanatuambia ya kwamba ukikimbilia kwa jina la Yesu unakuwa salama. Kama unataka kuwa salama, nimekuja nikuletee Yesu akae ndani yako, wewe ndani yako, Yesu ndani yako, wewe ndani yake. Amina. Haleluya. Daudi anauliza ya kwamba ikiwa misingi ya dunia itatikiswa, mtakatifu atakuwa wapi? Nimekuja nikuulize, ikiwa dunia itaisha leo, wewe utakwenda wapi? Nimekuja nikuulize, ikiwa utakufa leo, wewe utakwenda wapi? Utakwenda wapi? Haleluya, haleluya. Watu wamejitengenezea bima za maisha, wakajitengenezea bima za elimu, wakajitengenezea bima za kila kitu. Hata wengine wamenishua watoto. Mtoto akifa unalipa mabilioni. Hiyo ni sawa kabisa. Lakini je, umeishua maisha yako? Umechukua insurance ya gari yako? Lakini nimekuja nikuulize, je, uko na insurance ya maisha yako? Gari ikigonga utalipwa. Biashara ikichomeka utalipwa. Ukiwa mgonjwa utatibiwa na SHA. Lakini ukipoteza uhai wako, nani atakuwa bima yako? Nani atatibu maisha yako? Nani atakutetea kwa Mungu? Watu wameanza kuignore injili na kufanya kwamba kana Yesu hayupo. Wanasema namwamini Mungu, lakini nataka vitu vya Mungu, lakini simtaki huyu Mungu. Hawezi kutapeli Mungu. Wewe kama uko hapo nyumbani unasema ya kwamba mimi namwamini Mungu, lakini hutaki kumwabudu, nimekuja nikuambie iko kitu ambacho nakiabudu. Kama uendi kuabudu, kuja nikuambie hapo nyumbani kuna kitu ambacho umekibadilisha na Mungu. Haleluya. Umekaa katika enzi ambazo watu wanaabudu miungu migeni bila kujua. Siku ya Jumapili siku ambayo unafua manguo. Siku ya Jumapili siku ya kupumzika. Nimekuja nikuulize, ikiwa Mungu atapumzika siku moja, wewe utakuwa wapi? Baba kabisa. Mungu asema leo sikulindi, sikupi uhai. Utakuwa wapi? Waambie kabisa. Nimekuja nikueleze dunia yote saa hii imejawa na shida, sio Kenya peke yake. Saa hii hakuna usalama dunia yote. Marekani wanaandamana. Kila taifa wanaandamana. Watu wanachoma State House. Watu wanatetea serikali. Hakuna usalama. Biashara zinaanguka. Kuja nikuambie, institution ambayo itaenda kusalia ni kanisa la Mungu. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Ni neno langu halitapita kamwe. Kuja nikwambie biashara zitapita. Huyo uhai mzuri ulionao utapita. Hiyo ndoa uko nayo itapita. Ya pesa zitapita. Afya itapita. Urembo ulionao utapita. Hesabu zitaisha. Yote ulichonacho ni cha muda. Lakini kuna jina moja. Ambalo ni jina salama. Ambalo ni jina la Yesu. Kuletea usiku wa leo. Amini Yesu leo. Amini Yesu leo. Atakuwa suluhu la maisha yako. Atasuluhisha maisha yako. Hallelujah. Wacha nikuulize. Wewe unateseka duniani. Hauna maisha mazuri. Unalala nyumba ya shagalabagala. Unaishi maisha ya tagalabagala. Wewe ni omba. Hauna mwanzo wala mwisho. Hauna chochote. Lakini haumtaki Yesu. Yaani unataka kuteseka duniani na mbinguni. Habari ndio hiyo. Jipende kidogo. Kwa kumkubali Yesu. Amina. Vitu vyote ni bure. Ikiwa uko na kiburi cha afya, kama uko na mashida, itatoka hapo zimekwisha. Ndio salama. Signo ya kuonesha. Ni signo ya kuonesha sote. Chini ya jua hakuna palipo salama. Amina. Yupo tajiri mmoja kwa Biblia ambaye anaitwa Suleimani. Suleimani ni mtoto wa Daudi. Ule mtoto ni kijana wa King David. Amina. Alipewa mali yote na Mungu. Kila kitu. Akaoa mabibi 1000. Akakuwa na mabibi wengi mpaka hawajui. Maandiko inasema ya kwamba Suleimani alienda akatongoza bibi yake mara ya pili. Akamwambia naomba nikuoe. Akamwambia samahani Suleimani. Si umekwisha nioa hata ukanitolea mahari. Habari ni hiyo. Mimi ni bibi yako. Nimekuja nikuambie mwili hauridhiki. Ikimbizana na kuridhisha mwili. Mwisho ni kaburi. Hautatoboa. Mnasikianga lugha gani niongee? Nimekuja nikuambia mwili hauridhiki. Mwili utaridhika siku ya kaburi. Wakati watu wakiimba nyimbo. Wakati watu wakiwa live TikTok. Wakichukua mwili wako ukishuka. Ulize nafsi yako itakuwa wapi? Hauwezi kujidanganya. Jua maisha yako yako wapi? Ikiwa utapoteza uhai wako leo, utakuwa wapi? Utakuwa wapi wewe? Utakuwa mgeni wa nani? Utakuwa mgeni wa nani? Utakubalika na nani? Vijana wenzangu, nimekuja kuambia ujana, maandiko inasema ya kwamba kwa ujana ni uongo. Ujana ni uongo. Waswahili wakasema ujana ni moshi. Wewe unakimbizana na moshi. Kazi ya moshi ni kufanya macho yagie. Toboa. Wewe unafurahia. Kazi ya moshi ni macho kulia. Moshi ni kitu peke yake ambacho hakina kazi duniani. Toboa yote. Hayo maisha unakaa. Uliza babu yako. Alikaa akachoka. Hao wanawake unatafuta. Ulize. Suleimani alikuwa na wao. Mwisho wa siku akasema ni ubatili. Kukimbiza upepo. Kuja nikuambie mzee. Hata kama uko umezeeka. Hata kama mama muda umeenda. Haujachelewa kwa Yesu. Haujachelewa kwa Yesu. Haujachelewa kwa Yesu. Haujachelewa kwa Yesu. Yesu anakuita. Hata kama dhambi zako ni nyingi. Ana atakusamehe. Yesu atakusafisha. Kama ujipendi. Kama watu wamekukataa. Yesu anakukubali. Hivyo njoo. Njoo kwa Yesu. Yesu anakuita. Nikwambie. Ukiwa ndani ya Yesu hauhitaji kwenda kwa mganga. Ukifungua biashara hauhitaji kuweka kamote.
Yesu anatosha. Hauhitaji kuweka mtoto kiuno ile kitu ya kuzuia. Hauhitaji kuweka kwa mkono. Yesu kinga. Hauhitaji kuchora wanja. Eti waharibu sura ndio watu wasione sura. Haya. Yesu tunawachanga warembo wakae warembo. Kwa Yesu maandisha wanakaa maandisha. Tunachua kitu kimoja. Tuko peke yetu. Kuna nguvu zingine ndani yetu. Hizo nguvu zitakaa ndani yetu. Ikiwa utakubali Yesu. Kubali Yesu. My God is good. My God is good. My God is good. My God is good. Hallelujah. Amina. Wapendwa, kuna raha ndani ya Yesu. Yes. Kuna stress free ndani ya Yesu. Amen. Hata kama unaona tunakaa kama tunababaika. Tunababaika njaro. Kuna jina tunalijua. Ukienda kwa maofisi siku hizi unaulizwa umetumwa na nani? Lakini walio na Yesu, walio na Yesu wanasema kuna mtu ametutuma. Na sio mtu wa kawaida. Unataka kuongea na yeye, anakuambia njoo. Sababu sitaki kuongea na mkubwa wangu. Kuna jina la Yesu. Jina la Yesu ni ngome imara. Wamkimbilia wanakuwa salama. Salama. Hata kama wewe ni tajiri, njoo kwa Yesu. Yesu ni tajiri. Njoo mali yako iwe salama. Njoo mali yako iwe salama. Hautahitaji kuangalia CCTV. Yesu anakuwatch. Maandiko inasema ya kwamba He is God who watches over us. Hallelujah. Protect us even on our sleep. Hata kama tukilala, maandiko inasema ya kwamba asinzii. Hallelujah. Hallelujah. Usisubiri magonjwa ya kusukume. Usisubiri mashida ya kusukume. Usisubiri kila kitu kipotee. Kwa Yesu akulinde. Kwa Yesu. Kuna watu mpaka ugonjeke uingie ICU ndio kubali Yesu. Ulewe upoteze ufilisiki ndio uje kwa Yesu. Kwa Yesu muziki. Kwa Yesu. Yeye ndio patiana akili. Uwezo wa kutafuta mali. Hallelujah. Amina. Maandiko inasema kwamba watu wanaomjua Mungu wao watafanya mambo makubwa. Hallelujah. Uko hapo unasema nataka kufanya mambo makubwa. Ninajua kuna watu ambao wanalewa na hawapendi ulevi. Wengine wanalewa wakimaliza wanaanza kulia. Wengine wanauza pombe si kwa sababu wanataka. Nimekuja nikwambie njoo kwa Yesu. Kama pombe iko mkononi, njoo nayo. Yesu anakupenda. Yesu anakupenda. Tulikuwa kama wewe. Nilikuwa mlevi kuliko wewe. Yesu ni Bwana. Nilikuwa wabaya kuliko wewe. Yesu ni Bwana. Nilikuwa waizi kuliko wewe. Yesu ni Bwana. Nilikuwa chonganishi kuliko wewe. Yesu ni Bwana. Yesu ni Bwana. Yesu ni Bwana. Yesu ni Bwana. Hallelujah. Kwa Yesu. Kwa Yesu. Hata kama umeuza bangi, njoo nayo. Kwa Yesu. Wizi wa bunduki, njoo nayo. Kwa Yesu. Ni malaya, njoo hivyo hivyo. Kwa Yesu. Badilisha mavazi. Yesu anakupenda hiyo. Uko hapo unateswa na ulevi. Usipolewa unatetemeka. Kwa Yesu hivyo hivyo. Kwa Yesu wewe. Mpaka ufike. Tetemeka mpaka ufike. Yesu anakuita. Nimekuja nikwambie Mungu hataki watu wazuri. Nataka wale wamekataliwa. Wale wabaya. Kijana hata kama umetoa mimba 7. Njoo hivyo hivyo. Kwa Yesu. My God is good. Hallelujah. Amina.
mahali ulipo, ningependa ukate shauri. Yes. Inategemea na hatua moja kubadilisha maisha ya mtu. Hallelujah. Huenda ikawa umejaribu vitu vingi vikafeli. Huenda ikawa unahofia maisha yako na wasiwasi. Njoo kwa Yesu, kuna usalama. Yesu akiingia ndani yako unakuwa shua. Hauhitaji kubeti maisha. Usipigie beti maisha. Yesu ako anajua. Ndiko inasema ya kwamba anawaandika wale anaowapenda katika kiganja cha mikono yake. Anawaombea usiku na mchana. Njoo kwa Yesu. Njoo kwa Yesu. Njoo uokolewe. Njoo kwa Yesu. Unasikia sauti ya Bwana inakuzungumzia. Unasikia sauti inakwambia nenda ukaombewe. Unasikia sauti inakwambia siku ya leo ni siku ya kukata kauli. Kama kuna maamuzi mazuri unaweza kufanya katika maisha. Najua umefanya maamuzi mengi katika maisha. Lakini kuna maamuzi moja hujafanya. Wengine wamekuwa wakiokoka na kurudi nyuma. Wengine wamekuwa wakiogopa itakuwaje. Roho Bwana atakusaidia. Roho Bwana atakusaidia. Mungu mwenyewe anajua utaishi vipi. Mungu mwenyewe atakusimamisha. Mungu mwenyewe atakusimamisha katika wokovu. Labda wewe ndio unasubiriwa na Mungu. Umeteuliwa kwa ajili ya jamii yako. Umechaguliwa kwa ajili ya jamii yako. Ili ukalete wokovu na mwangaza. Neno la Bwana ni mwangaza. Bali palipo na neno la Bwana ni mwangaza. Uko pale na unaona ukia watoto wako kuharibika. Unashangaa watoto wataanza kuwa mlevi kama mimi. Hao watoto wakiiga tabia zangu watakuwa vipi? Nimekwambia kimbia kwa Yesu. Kimbia kwa Yesu. Ndio yako na suluhisho ya maisha. Kimbia kwa Yesu. Ataanza kukutengeneza. Kimbia kwa Yesu. Pekee kila kitu katika maisha yako. Kimbia kwa Yesu. Atakujali kwa kile unachokoofia. Kimbia kwa Yesu. Lete hofu yako kwa Yesu. Lete mizigo yako kwa Yesu. Lete yote. Lete shida zako kwa Yesu. Lete yote. Lete elimu yako kwa Yesu. Lete kwa Yesu. Lete elimu hiyo sio kusaidia kwa Yesu. Lete kwa Yesu. Unaweza kusema Kenya hakuna elimu, hakuna kazi. Ukasema Kenya uchumi umeharibika. Nimekwambia uchumi unaweza kuharibika. Lakini Bwana akakuchagua. Akakuchagua kuwa ishara ya kuwa Mungu anaweza kubariki. Akakuchagua kuinua watu wa kweli. Akakuchagua kuinua society. Akakuchagua kuinua kaunti. Mungu anaita watu katika ufalme. Fanya maamuzi. Wakati tunaenda kuimba huu wimbo, ikiwa unaishi ndani ya moyo, nimeamua liwe liwalo.
Maandiko inasema anayenionea haya mbele ya wanadamu, nami nitamuonea haya mbele ya kiti cha Baba yangu. Usikubali Mungu akuonee haya mbele ya kiti, Yesu akuonee haya mbele ya kiti cha Baba yake. Ni kwa Mungu anayekupenda hata kama umejichukia, hata kama umetengwa, hata kama unaona umefika mwisho, hata kama unaona miaka imesalia ni kumalizia upe. Nimekuambia kuna solution katika masaa ya lala salama ambayo yamebakia katika maisha yako. Wenda ikawa hii sauti imekuja kwako mara ya kwanza na ya mwisho. Haujui ni nini kitatokea dakika inayofuata. Kimbia kwa Yesu uwe salama. Uko hapo unasikia sauti inakuongelesha, na ninajua uko pale. Umeketi unashangaa niende nisiende. Nimekuambia wenda ikawa hii sauti ni mara ya mwisho kuisikia. Njoo kwa Yesu amue. I am going to pray for you. I'm going to connect you with Christ. Very simply. Na utatembea na huru. Utaishi amani ndani yako. Sisi wengine hatungekuwa watu wa kuonekana, hatungekuwa watu wa kusimama mbele za watu, tungekuwa tumekwisha malizo na dunia. Miandarati ingekuwa imetuangamiza, usherati ungekuwa umetuangamiza, lakini Bwana ametuita, akatusamehe na akatusafisha. Hatujakuja kuhukumu, ile tumekuja kuleta msamaha wa dhambi. Tumekuja kuleta uafadhali mkubwa wa maisha, tegemeo la maisha, uzuri wa maisha. Wenda ikawa umelalamika ya kutosha, hata uone haja ya kuishi, Bwana atakupa haja ya kuishi.